Bwana, hali ni mbaya kwa wenzetu wa Msimbazi ambao hadi hivi sasa mchezo ni 2-1. Stade Malien wakiongoza kwa mabao 2-1, lakini kuna moja kati ya tukio kubwa la kadi nyekundu ambalo limeweza kutokea katika mchezo huu ambao Kante ameweza kupewa umeme baada ya kuweza kumchezea madhambi mchezaji wa Stade Malien katika nafasi ambayo ilikuwa ni wazi kabisa mtu anaenda kufunga, lakini ndo hivyo Kante akaamua kuchukua kadi nyekundu kwa niaba ya timu na kuweza kusababisha mchezo kuendelea kwa Simba kwa kicheza pungufu wakiwa 9 uwanjani. Ndio hivyo, lakini hakuna namna na kupelekea hichi kuweza kutokea. Ni 2-1 ambao ya Simba au bao la Simba likiweza kufungwa na mchezaji ambaye amesha kwenda bench, na huyo si mwingine ni Neo Maema. Ameweza kupiga bonge moja la shuti kuhakikisha chuma kina tikisika na kuweza kusababisha ubao kuweza kusoma kwa mabao 2-1. Simba bado anaendelea kupambana, nafasi nyingi za wazi wanaendelea kuzikosa. Hii ni dalili ya kwamba mwalimu ameweza kutimiza jukumu lake, lakini wachezaji ndio hivyo wamekuwa wakimwangusha kwa namna tofauti. Nafasi za kuweza kufunga zinatengenezwa na Morris Abraham, lakini ndio hivyo wachezaji wengine wa Simba wanamwangusha. So amekosa nafasi ya wazi, ikiwa ameingia dakika chache tu na kuweza kupata kadi ya njano. Mchezo wake fulani hivi sio. Tuliwahi kusema kwamba So ni moja kati ya wachezaji ambao kwenye mchezo mkubwa ambao unamtegemea kufanya vizuri, ndio mchezo ambao anakuangusha kwa kuweza kucheza madhambi ambayo yanaonekana wazi kabisa sio kuweza kuchezeka. Ameweza kucheza madhambi na kuweza kupata kadi ya njano dakika sekunde kama 40 tu baada ya kuweza kuingia, lakini pia amecheza madhambi mengine ya kuweza kumchezea kipeps. Mnanielewa Waswahili wenzangu, kwenye goalkeeper wa Stade Malien, kiasi cha kupelekea mwamuzi kuweza kumuonya na kumwambia kwamba wewe nishakupa kadi ya njano ya kwanza, vipi mbona kama hutaki kuweza kucheza mchezo wa kiungwana, jambo ambalo limefanya kuweza kupunguza nguvu pia ya kile ambacho kinaendelea kunako kikosi cha Simba. Ndio hivyo dakika ya 88 dakika zinaenda kumalizika hapa. Sidhani kama wekundu Msimbazi wanaweza kuchomwa hichi, lakini tusubiri tuone kutokana na performance ambayo wamekuwa wakionyesha. Nafasi zinatengenezwa, lakini ndio hivyo anashindwa kuzitumia vizuri kuweza kusababisha madhara katika lango la upinzani. Tusubirie tuone, ila dakika za lala salama ndio hizi hapa ambazo Simba mpaka sasa hivi hajafurukuta kwa lolote. Nafasi zinatengenezwa, lakini ndio hivyo wanashindwa kuzitumia. Shomari Kapombe nafasi za wazi amekosa. Neo Maema ndio hivyo. Janchaz Ahua ndio kabisa, usiongelee kuhusu mpanzo. Yani Simba watajilaumu mno kwenye vyumba vya kubadilishia nguo ikiwa hapo mchezo huu utamalizika kwa mabao 2-1.